Karibu sana kwenye mtandao zetu, karibu sana. Siku ya leo unahisi vipi na unaona vipi kulingana na mgomo wa magari? Kama kawaida, kama chairman wa matatu eneo hili la Vihiga, naona kama ni vizuri tuungane na wenzetu kwa ajili ya hii mgomo, sababu tunataka hii mafuta irudishwe chini, kwa sababu nauli iko juu, tena pia maisha itakuja kupanda. Na ninaona kwa kusema ukweli, sisi watu wa matatu tuko na nidhamu yetu. Tumefanya mgomo yetu na ni mgomo baridi, mgomo ambao hatupigi mtu, hatukanyagi kitu ya mtu, hatuarashi mtu yoyote. Sisi ni mgomo, watu wameweka magari zao kwa maboma, magari za hazitembei. Hata mimi nafikiri unaona mahali niko hapa, unaona dalili vile inakaa. So ndio nataka niulize wenzetu wale wa upande mwingine. Wakati mwingine hao walikuwa na mgomo yao wakaanza kupiga magari mawe. Saa hii sasa waige mfano kutoka kwa sisi. Tukae watu wangwana, tunapofanya kitu tunafanya kitu kiingwana. Asanteni. Mimi ni secretary wa matatu hapa Luanda, naitwa George Abwenje, na himizo langu ni kwamba kwa wenzetu wa matatu, wakati uko na mgomo namna hii, haistahili watu wengine wako kwa mgomo na wengine wanafanya kazi, sababu hii mafuta imepanda kwa kila mmoja, imepanda kwa magari, imepanda kwa pikipiki, na inastahili sisi sote tuheshimiane kwa kufanya kazi vizuri, ili serikali pia itusikize. Jambo la pili, mafuta kama sasa imeongezwa, bado mwezi wa 6 budget itasomwa, mafuta hiyo bado inaenda kuongezwa, itakuwa imefika kwa maisha ina gani hii? Nahitaji serikali iangalie jambo hili kwanza kwa kina na ione itasaidia namna gani, sababu wananchi wote wanaumia upande wa mafuta. Sababu kuna wale wanasafiri wanaenda kwa kazi, hawezi enda kazi sababu tayari wengine wanashikwa kwa magari, mtu anaogopa kuleta gari yako barabara maana itavunjwa. Na sisi nataka kufanya mgomo aina hiyo, nataka tulie polepole ili serikali ikae na viongozi ambao wametusimamia kwa matatu, tupate suluhisho ya haraka ili watu waendeleze na kazi yao. Naichukua kwa uzito hasa sana katika nchi ya Kenya. Imekuwa juzi mafuta iliongezwa na baada ya muda kidogo akatoa shilingi 10, tena kidogo mafuta ndio ikashuti juu 73 shillings juu kwa muda kidogo. Na je, wakati wa budget itakapofikia hiyo mafuta itashuti kiasi gani? Mboeba nanga George Abwenje mukarani wa matatu Rwanda, na ndekombere okubola mbu omugomo kwa olinakwo nokwa matatu nesikuli kwa matatu kwonyene tawe kate pikipiki birimwo, abandu barumikhiranga ebintu bya mafura balimwo, ne amasawo kanje ni serikali mbu lwakhukoma namna hii kwekombanga okhubola Kenya nomba serikali ya Kenya etema okhukola obushuru obwa mafura nomba okhumeta khu mafura khukalukhe wazisicha abandu bano bosi pe banyakhana, abandu bemitoka banyakhana, bepikipiki banyakhananga, khuna abandu bandi khandi barumikhiranga mafura bosi banyakhana, khunende abandu bakhola ekikasi bandikwa ekikasi abene bakolanga emitoka barumikhira emitoka okhucha khukikasi chenenge kino. Esa ino sibachana emitoka ta nondi besibwanga bakorwanga nola obukule pikipiki ekyo kubolwa mbesa manje khucha abundu enyakhana abe nachicha nekhosi khulo khukhonya ta ne itukhulya mukamba mafura kametwekho chuzi nikacha bainyakho esingili 10 khandi nondi bakhameta zaidi ya 73 shillings kwa mapesa kenekana ne khandi mwezi wa 6 budget chokhusoma khekhukormanya budget chokhusoma mafura kichobanwa mwene mula nomba zakabelo mwene munda ta kwekomba serikali ino ekolekho le obusiro bwa Bakenya bakholamo netote sibala sino ebibala bitaru bino amafura khulabya kakachako khunyasya ne sana Kenya mafura kabe ikulu. Serikali lenya khukonya mbwene mwananchi wa kawaida ili mwananchi ula yeule amenya mserikali elinda yokhuye. Bolambu okulondekhana nenge amangana kahulinake saino mbu mitoka abandu bene mitoka basinjishe mitoka chiabwe olwokhulondekhana nanga mangana kokhumeta bushuru bwa mafura kali ikulu nekhwekomba serikali yefwe ino enge mwananchi wa kawaida chakhufwana mbwena lwabameta mafura kano oula sichira lwa mafura kano kametwange saino mbu no mwezi wa 6 kusili kuola ta lwo mwezi wa 6 nakuole na bameta kuola aliena ifo nifo baumiacha bandu balala nifo baumiacha kesi bakhubelelekho balole bandu bano banyakhananga sikiza na maisha kabe ikulu na maisha ni kali ikulu, lazima serikali enge elole enyala kukalusija kumbwena mwananchi wa kawaida maisha mitoka babishile mitoka sikiza ino nabachenda aliene
oiche kuinia mtu akuko kupoma machina nomba mtu akusambwe wicho kuba nonyoya hasara iko kono bulai abantu bano bakole mugomo kwabe ku munjira indai pana injira kusalisania ta ma serikali ekukumbukeko kandi nako nangu angare bare ndamuko chairman wa matatu piki sai nombu ndora bakola kazi yabwe bakolanga lakini bayengo mfano kwene kuno kuchiakile zaino babukulo mfano kuno okulambu sikupaka ko abantu sikusena ko bintu bya abantu tawe khola mugomo baridi kona balonde injira eneira bara abantu kusalisya abantu bali nde mugomo kwa bweta. Asante. Naitwa John Amaya Afoya. Mimi ni mhudumu wa matatu hapa Luanda stage agent. Sisi tunaumia, wasafiri wetu wanaumia juu ya mafuta. Mafuta imepanda zaidi. Na in fact ukienda Uganda mafuta iko cheap na mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda. Sisi tunashangaa tuko Kenya ama wanataka tuko wapi? Ya pili, serikali yetu iangalie sekta ya matatu. Ukipandisha mafuta unaumiza mtoto wa chini na wa juu. Juu ukipandisha mafuta kila kitu imepanda Kenya, kuanzia kwa sukari paka kwa usafiri. Ya tatu, watoto wetu ama wazazi wetu wenye wanasafiri kwenda kazi Kisumu, wapi mbalimbali wanaumia. Kama saa hii magari zinafika hapa Luanda, hakuna gari wenye inaenda kazi, inashukishwa abiria wote, inaambiwa enda uwekwa gari. Wakishaweka watu wanabaki wanahangaika. Sasa mtu akipanda hapa pikipiki paka Kisumu analipa shilingi 600. Hiyo tunaona anaumiza wananchi. Ni hayo tu. Izembo olambu serikali ekore bintu bya mafura. Amafura kabirira mu Kenya kachie Buganda.